Wekundu wa Msimbazi Simba licha ya kuwa na timu mpya kwa kusajili wachezaji wengine ambao walikuwa na ulazima kwenye timu yao, wamepata ushindi wa bao moja ugenini dhidi ya Gaborone United ya Botswana. Ni miongoni mwa timu ngumu kule Botswana, shika nafasi ya pili kwenye ligi yao. Ilikuwa na safu nzuri sana kushambulia. Simba waliweza kuwa contain na kufunga goli moja la Eli Mpanzu Kibisawala. Simba itaweza kucheza kwa Mkapa mchezo wa marudiano. Ukiondoa advantage ya kucheza kwa Mkapa na kuwa na watazamaji wengi na ile morali ya kihistoria hii mashindano, Simba inabidi itazame vitu vifuatavyo. Cha kwanza, iache kucheza kwa mentality ya zamani ya kihistoria kwamba ina uwezo wa kushinda kwa Mkapa tu kwa sababu ina historia kubwa. Wamewahi kupewa surprise na Jwaneng Galaxy kutoka huko Botswana, ambaye kocha wao Ramira Boli alisema kabla ya mechi ligi yao inataraji kuanza wiki mbele, akasema mchezo ule wa kwanza wa ligi ndio muhimu na timu yake na wachezaji vijana tu. Kwa hiyo anaona Simba wana nafasi. Lakini Simba alishangazwa, alifungwa bao 3-1 na alisema Simba ni wadhaifu kwenye mipira ya cross au set play, na ndio ambayo hiyo iliwaadhibu Simba. Kumbe watu wanafanya umuhimu zao vizuri licha ya Simba kwa Mkapa. Sasa hii ya Gaborone nimeona wana speed sana kwa mashambulizi yao kuliko Simba. Nimeona na idadi kubwa ya kushambulia kwa mashambulizi yao kuliko Simba. Wachezaji ambao wana energy pia ambao wanaweza kubata na Simba. Hivi vitu vitatu nimeviona kwenye mechi yao ya kwanza na naona wana nafasi nzuri ya kutoa ushindani. Hii ni kwa hoja ya mpinzani, talent wise na vile vitu ambavyo mpinzani amevionyesha. Lakini cha tatu, Simba hivi karibuni nimeona ina shida ya kutengeneza nafasi za muendelezo kwenye mchezo wa wazi. Ondoa set plays ambazo Jean Shalea huwa amekuwa mzuri sana kwa kudeliver cross kwenye box na wenzake wanafunga kwa vichwa. Kwenye mchezo wa wazi Simba ina struggle. Bao ambalo kwenye ushindi wao mabao 3 waliocheza kwenye ligi kuu zile Fountain Gate, mchezo wa wazi alifunga bao Soa ambao alitengenezewa na Eli Mpanzu Kibisawala, ni bao ambao unaliona la open play. Lakini la kwanza ilifungwa na Roshan Derek, ilifungwa kwa njia ya kichwa kutokana na set piece iliyotokea kule. Na bao lao la pili ilifungwa kutokana na pressing ambayo Yusuf Kapombe alimpress beki na Mela kwa upande wa Fountain mpaka Kagoma akasquare, ndipo akafunga bao ya Charles Ahoua. Lakini kwenye open play nyingine wamekuwa na struggle sana kutafuta nafasi kwa sababu wanacheza individual sana Simba. Kwanza akipata mpira lazima angalie kumtoka wa kwanza wa pili amalize shambulizi lake. Akibano ndio anaona option. Jean Charles akipata mpira lazima aone mtu yuko karibu ampe. Akiwa mbali kwa sababu hana skills ya kutoka watu, mashambulizi yao yanakuwa ya taratibu. Kibu Dennis anaweza kalazimisha kumtoka mtu, lakini usahihi wake wa pasi ya mwisho inakuwa ni changamoto au finishing yake. Sasa wanajikuta wanafika kwa adui mara nyingi, mara 5, mara 10, lakini shambulizi la hatari linakuwa moja. Simba wana uwezo wa kutulia na kutengeneza magoli endapo tu wakiweza kunotice mapungufu yao ya kwenye kumalizia nafasi. Mechi ya Yanga ni mfano tosha. Kibu Dennis alipata nafasi ambayo manusura afunge, Diarra alisave. Kapombe alipata nafasi, Diarra alisave. Ile ya Ibrahim Abdulrazak Hamza unaweza kusema ni ngumu kidogo, ilikuwa half chance, lakini Diarra alisave. Kibu alipata nafasi ya kichwa tena, Diarra alisave. Lakini pia Mkwala alipata nafasi akatoa off target. Nyingine alipata Neo Maema the same. Kwa ni baadhi ya wachezaji ambao wanapata nafasi lakini wanashindwa kuziconvert kwa magoli. Mechi ya Gaborone United ili kujenga saikolojia ya kikosi kipya. Simba kuonesha ukubwa wa viwango vya bora Afrika, bali kuifunga Gaborone magoli zaidi ya 2 kuonesha ukubwa wao. Na itawapa nguvu na umoja hawa wachezaji wao wapya kuona ni sehemu ya ushindi wa muendelezo kufuata ushindi wao anayefuata kama ni yoyote atakayejulikana kwenye ratiba inayofuata. Kwa hiyo hayo nimeona ni ya muhimu kwa upande wa Simba, lakini bado wana wachezaji wazuri. Kwa mfano beki wao Roshan Derek amekuwa beki kitasa kabisa. Anacheza mipira ya vichwa, utulivu akaenda kukaba, hana fouls, anaburuza pasi vizuri kwa wenzake, anavunja line ya opponent, anaburuza pasi kwa viungo, anaweza kupanga line na kutoka kwenye mtego wa offside. Game yake ina strong tackling ambazo anazifanya vizuri sana. Ni beki ambaye Simba alikuwa anatamani kuwa naye kwa muda mrefu, lakini Shemalone amekuwa na on and off tokea kutoka kwa Henry Kinonga Baka. Huyu ni beki kitasa ambaye amempata. Nimeona introduction ya Jonathan Soa eneo la striking. Nimesikia interview yake anawaambia wana Simba magoli yanakuja. Nimependa hiyo mentality ya Soa.
ameshajikabidhisha kwa wana Simba kuahidi magoli. Kwa kila anavyocheza anacheza kwa msukumo wa kufunga, kuambia mimi ndio striker mpya nimekuja. Hii ndio mentality ya mchezaji mzuri ambaye atakuwa na roho ya ushindani kwenye timu. Nimeona introduction ya muda mchache kwa Morris Abraham, watu wanataka apate nafasi zaidi. Licha ya Gaborone tunasubiri kuona coach Meja Suleiman Morocco ambaye atasimamia mchezo huo mmoja tu kwa makubaliano yake na Simba, kama atampa nafasi ama vipi. Lakini naona Simba bado wana nafasi ya kuiondosha Gaborone kwenye mchezo huo. Simba naona wana nafasi kubwa ya kuwatoa Simba ya huko, lakini pia kuwatoa wapinzani wengine wote ambao watatokea mbele, kwa sababu viwango vya ubora wa CAF, timu nyingine yoyote ambayo sijahitaja mbele ya Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Esperance de Tunis, Simba inakuja kwa 5. Hawa waliobaki kwa performance hawamwezi Simba kwa ushahidi hata kufika finali kombe shirikisho. Hizi ni timu ambazo hazipo kwenye yale matabaka ya kupangwa kwa ubora. Maana yake wanacheza na timu bora. Kwa hiyo Simba ina individual players kwanza kabla ya kujua Morocco atakuja na plan gani, lakini naona wanao wachezaji ambao bila mpango wa mchezo binafsi yao wanaweza kuwa sehemu ya kufanya timu shindi. Uzoefu wa Neo Maema, kama Elim Panzo Kibisawala, msimu uliopita alitengeneza nafasi almost 15 kwenye michezo michache tu ya CAF Champions League, bado anaye kwenye timu. Jonathan Sono ameongeza, Steven Dese Mukwala ambaye alikuwa anafungia baadhi ya magoli muhimu kiwemo lile dhidi ya Al Masry kwenye comeback yao. Wana mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi sana msimu uliopita, Jean Chalea huwa ukichukua CAF Champions League na kombe la shirikisho kuna mchezaji ambaye alifika nafasi. Simba wanaye. Kwa hiyo wana baadhi ya individual performances ambazo wanaweza kutambanazo. Kipa Kamara alifanya save 30 nyingi kuliko kipa yote kuchukua klabu bingwa na kombe la shirikisho. Simba wanaye kwenye timu yao. Kwa hiyo nadhani wana hizo individual characters ambazo zinaweza kuwasaidia kushinda, kabla ya kujua kocha Ahmed Morocco anakuja na mpango gani wa mchezo. Waandaliwe kwamba goli moja halitoshi. Mechi bado. Yes, wanahitaji kumaliza mechi, hususan kipindi cha kwanza na dakika zile za mwanzoni. Hiyo mentality wakiingia nayo itawasaidia, kwa sababu Gaborone na wenyewe wanasema wanataka kutusawazisha mzani, kwa hiyo wanataka kufunga mapema kuwasumbua Simba kisaikolojia. Kwa mechi ya kwanza ni kuamini mechi ipo, psychological preparation, determination, kuamini mechi bado ipo ya kucheza licha ya kwamba wanacheza kwa cup. Hii ni kitu cha kwanza kuangalia. Kitu cha pili ni the way Gaborone wanapocheza kwa kasi. Simba wakikutana na timu yenye kasi huwa inapata tabu kufanya transition zao kutoka kwa attack kwenda kujilinda haraka. Sasa Gaborone nimeona wana speed sana, kwa hiyo Simba inabidi wawe macho na speed ya Gaborone.